Wakizungumza kuhusu mafanikio ya programu hiyo, walimu wa shule hizo Oscar John na Mulebe Mfungo wamesema kumekuwa na mabadiliko chanya kitaaluma kwa wanafunzi wa kike sambamba na ongezeko la kiwango cha ufaulu. Ambapo mara baada ya ujio wa mentorship matokeo yalikuwa kama ifuatayo. Naanza matokeo ya kidato cha 6 kwa mwaka 2025. Ambapo kwa kidato cha 6 wao ni wasichana mtu na matokeo yalikuwa kama ifuatavyo. Daraja la kwanza walikuwa wanafunzi 24, daraja la pili walikuwa wanafunzi 20 na daraja la tatu walikuwa wanafunzi 5. Hatukuwa na daraja la 4 wala daraja la 0. Ukitoka hapo, badala ya ujio wa mentorship kwa mwaka jana ambao sasa ni kidato cha 6, hawa waliopo sasa, na wao mara baada ya kupata hiyo elimu ya utambuzi, wao matokeo yao ambako wamefanya mwaka jana mtihani wa mock zone kwa mkoa wa kwa kanda ya Ziwa, kwa mikoa ya Shinyanga, Mwanza, Kagera pamoja na Shinyanga, na matokeo yao ya mock zone yalikuwa kama ifuatavyo. Kidato cha 6 1 zilikuwa 39, 2 45, 3 9, hatukuwa na 0 na hatukuwa na 0. Lakini pia kwa upande wa matokeo ya kidato cha 4 kwa mwaka 2025, mara baada ya semina hii, matokeo yalikuwa kama ifuatavyo. Tulikuwa na daraja la kwanza wanafunzi 2, daraja la pili wanafunzi 16, daraja la tatu wanafunzi 28 na daraja la 4 wanafunzi 37, hatukuwa na daraja 0. Kiufupi, ujio huu umesaidia kwa kiasi kikubwa kwa sababu hata katika matokeo haya wasichana wengi wameweza kufaulu kulinganisha na ule mwaka ambao mentorship haikuwa ikifanyika hapa shuleni. Nishukuru kwa hii mentorship ambayo imeendelea, ambayo GGM wamekuwa wakija hapa, ni mara ya pili sasa, na kuna matokeo mazuri sana ambayo tumeyaona tangu wamekuja. Kipindi wamekuja kulikuwa kuna changamoto kabla, kuna changamoto ya wasichana kuonekana kwamba hawana confidence kubwa ya kupambana na wavulana, na baada ya kuja yale maongezi yao, mentorship ile iliyofanya wasichana waweze kupambana, kama tulivyosema mwanzo kwamba tulikuwa tuna wasichana 5 kipindi hiki walikuwa wameahidi kutoa division 1. Mwaka jana tulikosa msichana wa division 1. Tulikuwa na division 2 3 na division 3 walikuwa ni wasichana 5 kati ya wasichana 18 waliopata division 2. Lakini kwa kipindi hiki 2025, kwa motives ile ambayo mentorship hii imeweza kufanya kwa hususan kwa vijana hawa wa kike, tumeweza kupata division 1 3 za wasichana, na hizi division 3 za wasichana zikiwa zina A za hesabu. Baadhi ya wanafunzi wanufaika wa programu hiyo, Christina Musa na Lucia Deogratis, wameeleza kuwa kupitia mafunzo ya uongozi, ushauri wa kitaaluma na stadi za maisha wanazopata inawasaidia kuongeza bidii ili kutimiza ndoto zao kimasomo na kimaisha. Binafsi kwa upande wangu, manufaa ya hii mentorship program ya Geita Gold Mine ni makubwa sana kwa upande wangu. Kwa sababu gani? Wanapokuja hawa, mwingine anasimulia historia yake, mwingine anasimulia the way alivyopambana kufikia hapo alipo. Hii yenyewe inanipa mimi moyo wa kupambana kwamba kumbe everything is possible, si ndivyo? Hasa kama ni possible, cha msingi mimi na cha sekondari cha kufanya ni nini? Ni kupambana, ni kujituma, ni kuwa na confidence na kujiamini pia kwamba this I can, si ndivyo? Mimi nashukuru GGM kwa sababu wameimarisha kwenye masomo yetu na kwenye performance yetu, na wametufungua ubongo pia, na bado tunaendelea kuimprove vizuri katika masomo yetu. Khadija Kisatu ni msimamizi wa rasilimali watu kutoka GGML, amesema dhamira ya programu hiyo ni kusaidia jamii inayowazunguka kwa kuwekeza katika elimu ya mtoto wa kike kwa kuwajengea wasichana uwezo wa kufanya maamuzi sahihi, kujiamini ili kufikia ndoto zao, huku mkuu wa dawati la jinsia na watoto wilaya ya Geita Christina Katana akiwahimiza wanafunzi kutoa taarifa mapema pindi wanapokumbana na vitendo vya ukatili wa kijinsia ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa. Geita Gold Mining Mentorship Program, nia yake kuu imeanzishwa kwa sababu ya kumlenga mtoto wa kike, kumshawishi
kumshauri, kumsisitizia na kumwelimisha kuhusu umuhimu wa elimu. Sasa, kwa nini ni mtoto wa kike? Tumekutana na changamoto kidogo hizi za kwamba tunawaacha watoto wa kiume nje. Hatuna nia hiyo, lakini sababu kuu, mtoto wa kike amekuwa akiachwa nyuma kwa miaka mingi sana. Sababu ziko nyingi, lakini unapoelekea kutatua tatizo hauangalii nyuma, unaangalia mbele kwamba tunatokaje tulipo ambapo si sahihi. Na tumeenda mbali zaidi, tunasema unaweza ukaripoti kwa mtu yeyote mwenye akili timamu unayemwamini. Tumeelewana? Mimi siamini kwamba utafanyiwa ukatili alafu namkuta chizi anaokota makopo pale unaenda kumwambia mimi leo nimebangwa kwa chizi. Unaweza? Kwa hiyo unaripoti kwa mtu mwenye akili timamu ambaye unaamini anaweza kukusaidia wewe kuchukua hatua. Tumeelewana eh? Usikae kimya na changamoto ya ukatili, lakini pia usifiche taarifa za ukatili ukiona mwenzako amefanyiwa. Tunaelewana? Tunasema hivi, kuacha kutoa taarifa ya ukatili ni ukatili kama ukatili mwingine. Si unanielewa? Wewe unajua kabisa mwenzako amepitia changamoto, labda amebakwa, lakini anaona aibu kusema. Na wewe unanyamaza. Tukikujua kwamba na wewe ulijua na ukanyamaza, wewe ni katili. Si unanielewa? Mimi ni Esther Mabula.